Na mwili Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari mwenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, wazalendo na FARDC wala kiapo kumtwanga adui. Kamanyola, magaidi wa M23 Landspace Congo pamoja na RDF baada ya kipigo maeneo ya Katogota wauana wao kwa wao. Kinshasa, asilimia kubwa ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefurahishwa na baraza la seneti kumvua Kabila useneti. Unasikiza matangazo yetu ikiwa ni tarehe 24 za mwezi wa 5 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka tu kwamba operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia tembelea Baraka1 TV channel 2 ambayo iko YouTube ili uendelee kupata matukio mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka maeneo ya Kivu ya Kusini, ambako wazalendo na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wala kiapo kumpiga adui ambaye ni M23 Landspace Congo pamoja na RDF. Baada ya kutokuelewana kulikotokea kati ya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, hatimaye makundi hayo mawili wameweza kuweka tofauti zao pembeni na kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kufanya kazi ya ulinzi na kumtwanga adui ambaye ni M23 Landspace Congo pamoja na RDF. Wakionyesha ishara ya kushikana mikono na pia ishara ya kuzungumza kwa pamoja mbele ya halaiki ya wananchi pamoja na vikosi vyote viwili vya wazalendo pamoja na FARDC. Msemaji aliyoteuliwa kwa upande wa wazalendo ameweza kuzungumza yote yaliyopita sindwele. Kinachoganga sasa ni sisi kuungana kwa pamoja, na kuanzia sasa hivi hatuna tena uadui, na yote mlikuwa mnasikia kwenye mitandao ya kijamii yamepita. Lengo letu ni moja, ni kulinda ardhi na pia kumpiga adui ambaye anakuja kuvamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi, tusikilize ujumbe huu kutoka kwa wazalendo. Ni kwa amani lakini sio kwa makelele. Tunasikizana? Ndio. Mnajua kwamba umoja ndio unaleta nguvu. Na matengano inaleta madhaifu. Ndio. Nafikiria kulikuwa ka probleme kamoya ka incomprehension kalipita ma réseaux sociaux par rapport na FARDC na wazalendo. Tunasikizana? Ndio. Sasa kubaonesha kama sisi majeshi ya wazalendo na majeshi ya FARDC, sisi wazalendo tuko ba VDP, sisi wazalendo tuko ba VDP na ba reserviste, tunatumika nyuma ya FARDC, nyuma ya la police nationale congolaise na nyuma ya maforce yote ya securite, parce que tuko ba milice, tuko na force na tuko na structure militaire nationale congolaise yenye inaitwa RADE, yenye inatukontrole, inatuencadre na yenye inapasha kutuoriente wakati nchi itakuwa mzuri. Alors pour le moment wazalendo wenye wako hapa wakubaonesha kama sisi hatuko baguruguru wala barugaruga. Sawa vile unaweza kuwa na confusion yako, unaleta message, unaenda kumchonganisha Simba wa Nkutu na Daudi Liberateur na Mbangu na General Josue na General Kafuma na General Ndandu. Hatuko vile, tuko majeshi.
tunakemea zile pepo za makelele za kuturune makano kwa sisi na atakayezuzusha mbele ya Mungu na mbele ya dunia na mbele ya ardhi, kama nakanyagiaka ibulongo, kama nakunywaka mai ya kutoka mai milima, na kama nakulaka chakula ya kutoka mai bulongo, alainiwe na watu wote waseme nini? Amen. Kongomani wote tunaomba kuambatana, tupike mutusi ambaye anakuja kutunyang'anya udongo wetu. Hakukuya kukamata wala kuranverse pouvoir. Bongo yabo hili. Sababu angekuwa kuranverse pouvoir, bangefika kule, banaachia bakongomani fasi, bana progresser. Mais anakuwa kila fasi banakamata, bana installer regime ya batusi pale. Même la population bana évacuer, bana leta ingine population bana installer pale. C'est pourquoi matière sécuritaire, nous profitons de la même occasion pour que si ebote tujimplique mwayo. Na ninasema tena hapa kwetu Nzibira, nous avons des rumeurs ya batoto ya hapa bapatro banani, ukuwe Mutembo, ukuwe Mushi, ukuwe Murega, ukuwe Mubembe, Mukasai. Kama uko na komplote na enemi mbele ya Mungu wafumu Kimbangu wa baba tambo shahidi, mbele ya mababu zetu na mbele ya ardhi, ulainiwe kizazi cha kwanza na cha saba hadi watu waseme nini? Kutuletea M23 hapa kuke iperse yende Shabunda yanze angamiza hii population yenye iko hapa, vile Babukavu wanateseka na vile Bagoma wanateseka na Bunagana wanateseka. Alainiwe mbele ya Mungu na mbele ya dunia na mbele ya ardhi, na watu waseme nini? Amen. Sawa. Sema na mkia yenye kinatoka kwenye watu na wao mwenyewe prononcer, tunapoona huko suspect. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation c'est celle-ci. Tunakutana hapa juu ya maneno mulisikia kwa réseaux sociaux. Nous sommes des militaires. Nous sommes dans l'obligation ya kujinir ensemble kwa kufanya force consistante ili tuaffronter ennemi mwenye ko mbele yetu. Parce qu'avec cette force qui est ici, ndio yenyewe tunategemea kwa kulibere bafungwa bandugu yetu yuko Bukavu, Walungu, Goma, mpaka Bunagana. Hata Rwanda ikatakika tutaingia. Wazalendo mko? Tuko! Tuko! Ingia Rwanda? Ndio! Ingia Goma? Ndio! Sasa kwa hiyo ninawashukuru sana. Mnaona waheshimiwa hapa. Baba yetu chef de groupement iko pale. Na mnaona chef de centre, mnaona baba yetu mwenye ana représenter armée congolaise hapa kwetu Nzibira. Et je vous dis, je ne manquerai pas à vous lui remercier particulièrement. Parce que le régiment yenye tuko nayo hapa iko exceptionnel. Par rapport na zingine zenye makazi zenye tulitumika kwa Nord Kivu. Moi-même, j'ai fait là-bas 1 année et 4 mois niko au champ de bataille avec des généraux bengine biko hapa ya wazalendo. Tunajua difference na indifference zenye zilikuwa par rapport na comportement ya bazazi yetu ya FARDC. Parce que si bazalendo tuko wa reserviste. Na kisi tuko wa reserviste tunatumika nyuma ya FARDC. Sawa vile Chine, Russie, États-Unis d'Amérique, Ukraine, Bujumbura hapa na Afrika du Sud. Kila nchi yenye iko na armée forte inakuwaka na ba reserviste. Bale ba reserviste ndio wenyewe wanawaita ba VDP, les volontaires engagés pour la défense du patrie. Ndio si hapa. Unanifuata? Sasa si structure yetu selon loi présidentielle. Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tusiende mbali zaidi, tubakie tu katika jimbo hilo hilo la Kivu ya Kusini, maeneo ya Kamanyola, ambako magaidi wa M23 Alliance Congo pamoja na RDF baada ya kipigo chokipata maeneo ya Katogota, hatimaye wameshindwa kuelewana na kuamua kuuana wao kwa wao. Magaidi wa M23 maeneo ya Kamanyola, kutokana na kipigo kilichofanyika maeneo ya Katogota, hatimaye magaidi hao wameweza kuuana wao kwa wao ndani ya kikao baada ya kushindwa kukubaliana. Ripoti zinasema kamanda alitumwa kutoka nchini Rwanda chini ya usimamizi wa Bwana Paul Kagame ili kuja kuongeza nguvu maeneo ya Kamanyola
aliweza kuwaitisha vijana wake wa Kamanyola na kutaka warudi tena Katogota ili watafute njia ya kuingia ndani ya mji wa Uvira, wasonge mbele mpaka tarafani Fizi. Kitendo hicho kilipingwa katu na wale walioponea chupuchupu kwenye mapigano ya Katogota, huku akimsihi kamanda aweze kutuliza munkari na badala yake waweze kupanga mikakati kwa ajili ya kuweza kufanya mashambulizi mapya, lakini kamanda alishindwa kuelewa, na kilichotokea ni hiki hapa kutoka maeneo ya Kamanyola. Ndiyo kaka, hizo habari ni za kweli. Ilifanyika jana, balikuwa madiski juu lendi, balikuwa mufro ya kwenda kupiganisha Lubarika, baingie Lubarika, asi bakabaua mo 30. Kisha bakafanya renyo mardi ya kusema kama barudie mufro. Sasa mwaba kulikuwa generali mmoja wa Rwanda, maake ni wamupya mwa hii fro ya ba M23, na kuko bale ba M23 ba tangu zamani mufro, tangu miaka mgoma. Sasa kosa vile bako naanza vishana kumaneno. Sasa huyu generali wa Rwanda mwenye walituma pale Kamanyola ligombola mwenye alikufa hapa juzi mufro Katogota, akaoblige aseme mardi tena baende tena mufro, barudie mufro, na wakasema hapana, hatuwezi enda tena mufro. Jana tena wakarudia mwele reunion ya kusema leo jeudi bipande bishuki basoda barudie mufro kule tena wende bangalexi watapata njia Lubarika, bapasule Lubarika. Njo huyu mwingine akamwambia ule generali wa Rwanda, sasa Mwababe Kagame alisha ingiza mwa hii nani ya ba M23, jeshi ya ba M23, akaoblige akasema mpaka leo jeudi barudie mufro. Mwenzao akamwambia lendi njo basoda balisha. Hii gere yenye iko hapa ya kufungulisha, vita yenye iko hapa kufungulisha kwenda Uvira, haiko vita ya muza, ni ya kujipanga. Hatuwezi poteza basoda 30 kisha leo jeudi tutumane bengine. Tujipange kwanza gisi tuteza fungulisha inji, haiko ya kuparamia. Ule generali aseni wa kiburi sana, njo bakamanyole banasema akasikia mubaya juu mwenzake anamwambia vile, sema yake mwenzake hapendi bafungulishe njia ya kwenda mpleni. Njo akanyanganya eskorte wake umoya arme, akapiga ule mwenzao akaanguka akakufa. Mwale maeskorte ya ule mwanakufa nayo kakamata arme kampiga ule generali. Kwa entrepo hapa frontiere, unatoka mfrontiere unatapandia unamaliza ile mulima pale kwenye Monisco ilikuwaka ngambo ya chini ya barabara, ko lupango lumoya lokabambi njo lukwa lu entrepo lwa magari pale, ba komersa walikuwa tia magari yao, njo mwenye banapanga mule basoda pale njo bilifanyikia. Njo discussion kaanza pale ule generali akakufa na mwenzake akakufa. Na baada ya haya ambayo wameweza sikiliza kutoka maeneo ya Kamanyola, hii ni Baraka1 TV ambayo iko na kutangazia kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati asubuhi, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kizaba Ayebo akiwa anasikiliza Baraka1 TV, Ejide Kizenga Tembele unasikiliza Baraka1 TV, Sele King Sele, the only one king from USA. Pia unasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Marekani, kutoka Canada, kutoka Australia, kutoka Europe, kutoka Central Africa pamoja na East Africa, na pia sijasahau ndugu zetu ambao wako Afrika Kusini. Endelea kusikiliza Baraka1 TV. Na baada ya taarifa zote hizo, tuingie ndani ya mji mkuu wa Kinshasa ambako asilimia kubwa ya raia wa DRC wafurahishwa na kitendo cha Seneti kumvua useneti bwana Joseph Kabila Kabange.
Asilimia kubwa ya Wakongomani wanaoishi ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na viongozi mbalimbali wa siasa na hata wabunge na wanaseneti wao pia wameshukuru bunge la seneti kuweza kuchukua maamuzi ambayo ni sahihi na yenye kihistoria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maamuzi hayo ya kuweza kumvua Bwana Joseph Kabila useneti na pia kuweza kumwondolea kinga kumefanya raia wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na mitazamo ifuatayo. Vient de mettre fin à l'impunité. Le moment est historique. Vous avez entendu le président de notre chambre haute dire que c'est une plénière qui va rester historique. C'est une plénière qui a été une plénière de clarification. Elle a été décisive parce qu'il fallait à tout prix qu'un jour en tout cas arrive comme celui-ci pour que finalement nous soyons capables de prendre nos responsabilités. Je ne peux pas comprendre que dans un pays, que dans une société, des gens pensent qu'ils pouvaient être au-dessus de la loi. Notre pays vient de lancer un message fort à travers son Parlement. Le monde entier était suspendu à travers ce qui devait se faire aujourd'hui, à travers notre Sénat. Et le Sénat de la République vient de libérer notre pays. Parce que ce pays mérite le respect. On parle de tous les jours de son développement, mais le premier développement de notre pays va partir par l'impunité qu'il faut mettre fin. Aujourd'hui, c'est un message fort qui est envoyé non pas seulement à notre collègue Joseph Kabila, mais également à nous tous, aux autres générations qui viendront après nous. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons fait notre part. Bon, ayant eu à participer à la commission spéciale, je suis satisfaite de voir que les collègues ont compris notre position, ont compris que nous devions être solidaires, que nous ne pouvons plus aujourd'hui soutenir des mouvements armés. Donc si il est avéré par le futur que le sénateur à vie est lié à l'AFCM 23, c'est normal. Mais en même temps, une levée d'immunité ne suffit pas à une condamnation. Aujourd'hui, nous avons foi dans la justice. L'auditeur général a dit que les droits du sénateur à vie seront respectés. On a foi en ça. Na hayo ndio ambao tulikuwa tuko nayo kwa asubuhi hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 jioni. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga, the one and only town DJP, na wewe unasikiliza Baraka1 TV. Usikose kushare pamoja na kulike pia na kusubscribe Baraka1 TV ili uendelee kuwa unapata matangazo yetu kila kukicha.